Mama, inawezekana ulikuwa unanyonyesha mtoto wako vizuri kabisa, lakini kafika kipindi fulani mtoto akaacha kunyonya au akakataa kuweza kunyonya, na ukawa unajiulizwa ufanyaje, lakini vilevile sababu zake ni zipi? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini ndio kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja mfuatiliaji wangu hapa anasema, Dr. Samani, mwanangu ana miezi 11 amekataa kunyonya, nafanyaje? Inawezekana wewe umekutana na changamoto kama hiyo. Mtoto alikuwa ananyonya vizuri kabisa, lakini baada ya muda fulani, na hapa nazungumzia watoto ambao wana siku 0 mpaka mwaka mmoja, ambao wanakuwa wananyonya, lakini wakati mwingine inawezekana kama ameshazidisha miezi 6 anaweza kawa ananyonya na kula. Unakuta mtoto wako alikuwa ananyonya vizuri kabisa, baadaye ameacha kuweza kunyonya, ambao kitaalamu tunaita breastfeeding strike au nursing strike. Je, imesababishwa na nini na hatua zipi ambazo unaweza kufanya? Najua huwezi jua hatua za kufanya kama hujajua sababu imesababishwa na nini, na wazazi wengi au akina mama wengi hawajui sababu ni nini. Na hapa sababu ya kwanza kabisa inatokana na mtoto mwenyewe. Kuna sababu nyingine zinatokana na wewe mwenyewe mama, lakini nyingine inawezekana na tabia, mabadiliko ya tabia kwako wewe mama au mtoto wako. Tukianza na mtoto mwenyewe, ziko sababu nyingi sana. Kwa mfano, mtoto ambaye ametoka kuzaliwa na ni mtoto ambaye labda ni mchanga, amezaliwa kabla ya wakati, maana tunaita ni preterm baby au wanakuwa na prematurity. Watoto hao ambao wanakuwa hawajakomaa vizuri au wanakosa ule ukomavu wa kutosha kabla labda amezaliwa, mimba haijafikisha wiki 37, mara nyingi wanakuwa ile uwezo wa kunyonya unakuwa bado haujawa kwao vizuri, na mwisho wa siku, kwa sababu kunyonya unatumia misuli na vile wanahitaji kuweza kujifunza, na wakati mwingine zile reflex zinakuwa hazikutokea kama amezaliwa mapema sana, mwisho wa siku mtoto huyo anaweza kawa anashindwa kunyonya. Na ukiwa katika mazingira ya hospitali, basi wanaweza wakamwekea mrija wa kuweza kumsaidia kuweza kumpa maziwa, lakini vile wakasema uweze kumnyonyesha kutumia vikombe au chuchu, kwa sababu kunyonya anaweza kawa anatumia nguvu na anakuwa anachoka kwa sababu si komavu. Huyu mtoto hajakomaa vizuri na misuli yake ya mdomoni inakuwa haiko vizuri kuweza kunyonya. Lakini vile sababu nyingine inawezekana mtoto amezaliwa ana ulemavu kule mdomoni. Kwa mfano, kuna watoto ambao wanakuwa na udata, wana mdomo sungula, hawa wanaweza akashindwa kuweza kunyonya. Sasa hivi ni vitu ambavyo utaviona mwanzoni kabisa mtoto anapokuwa amezaliwa, bado labda na siku 2-3 mwanzoni kabisa. Sasa kama mtoto alikuwa ananyonya vizuri, labda na miezi 2-3, akawa ghafla ameacha kuweza kunyonya, kuna mambo, kwa mfano kuna maambukizi ya vijidudu. Maambukizi yanawezekana na maambukizi sikioni ambayo kitaalamu tunaita acute otitis media, ambayo inawezekana nayo mwisho wa siku anajisikia vibaya na hawezi kunyonya vizuri. Lakini vile mtoto huyo anaweza kawa na maambukizi kwenye damu ambayo tunaita sepsis au septicemia. Mwisho wa siku mtoto akawa anachemka na utakuwa umpeleke hospitali akawa kwenye matibabu. Ni sawa tu na mtu mzima ambaye anaumwa sana, hawezi kunyonya au hawezi kula au anakuwa analia tu na amepunguza kuweza kunyonya au kuacha kabisa kuweza kunyonya. Kwa hiyo unaweza kuangalia zile dalili. Wakati mwingine mtoto akiwa na mafua mfano au ana maambukizi kwenye ule mfumo wa hewa sehemu ya juu ambao kitaalamu tunaita upper respiratory tract infection, mwisho wa siku kwenye pua zake kama ana makamasi na zimekuwa zikiziba au tunaita congestion, mwisho wa siku kapelekea akawa anashindwa kuweza kunyonya, au hata kama anashika chuchu mwisho wa siku anachoka na anaacha kwa sababu tu anashindwa kuweza kunyonya au anakosa ile comfortability ya kuweza kunyonya. Lakini vile kuna changamoto ambazo zinaweza kuwa kwenye kinywa. Hasa kwenye kinywa kuna mambo mengi. Jambo la kwanza, inawezekana mtoto huyu ameshaanza kuota meno. Kwa hiyo anapata ile kama usumbufu wa uotaji wa meno ambao unapelekea yeye kushindwa kuweza kunyonya, au kama alikuwa anakula akapunguza na vitu kama hivyo. Lakini vile mtoto huyo anaweza kawa ana maambukizi pale kwenye kinywa, haswa kwenye ulimi. Anaweza kawa na maambukizi ya fungus au vijidudu. Kwa wakati mwingine unakuta mtoto pale kwenye ulimi wake anakuwa na vidonda. Akiwa na vidonda, mtoto unakuta alikuwa ananyonya labda mpaka wiki iliyopita, lakini wiki hii ameacha kabisa kuweza kunyonya, au kama alikuwa anakula anaacha kula na anakataa kuweza kula. Kwa hiyo ni lazima umkague kule mdomoni uone ana vidonda, ana maambukizi ya fungus, ili uweze kuchukua hatua ambayo inatakiwa na ni ya muhimu ili kuweza kutibu hizo changamoto. Kwa hiyo shida nyingine, kwa mfano kama mdomo wa sungula, ulemavu kama udata, hizo zinaweza kapelekea mtoto kuweza kushindwa kujishikiza vizuri kwenye chuchu, na mwisho wa siku akawa anapata changamoto na anaweza kapelekea shida hata kwako wewe mama. Tukija kwenye kundi la wewe mama sasa, kwenye upande wa mama unakuta mama mwanzoni alikuwa atengenezi maziwa. Kwa hiyo mtoto wake alimzoesha kumpa maziwa kwa njia ya kopo, kwa zile chuchu ambazo ni artificial au zile chuchu ambazo zimetengenezwa na watu. Mwisho wa siku huyu mtoto mwanzoni kabisa alizoea kutumia maziwa ya kwenye kopo, hakuzoea maziwa yale ya kuvuta
kwenye chuchu. Hao watoto wanapata changamoto ya kuchanganya zile chuchu, tunaita nipple confusion, na mwisho wa siku utakuta ukimweka kwenye ziwa hataki, ila ukimpa kwenye kopo ananyonya kama anavuta ile maziwa kama kawaida bila changamoto yoyote. Wakati mwingine kuna baadhi ya kina mama wanaiga wazungu, wanawapa zile tunaita pacifier au tunaita chuchu bandia, na mwisho wa siku ukimpa zile mtoto anaweza kapata kuchanganyikiwa au akawa anapendelea kuitumia ile. Mwisho wa siku ukimweka kwenye chuchu yako ya kiasilia ya kwenye ziwa hataki kuweza kunyonya. Hiyo inaweza katokea. Lakini vile vile wakati mwingine unakuta mtoto labda alikuwa na udata, anashindwa kushikiza vizuri, ikapelekea kwenye chuchu yako pale ukawa na vidonda. Hivyo vidonda vikao vina maumivu makali, wewe mwenyewe ukawa unapata changamoto au mshikizi mtoto vizuri, na mwisho wa siku na mtoto naye anaacha kuweza kunyonya. Lakini vile vile kuna mabadiliko ambayo yanaweza katokea. Inawezekana ulikuwa unatumia baadhi ya perfume au baadhi ya madawa unatumia, mtoto akaacha tu kunyonya. Kuna mabadiliko mengine ambayo unakuta mtoto yeye alikuwa amezoea kuweza kunyonya, baada ya muda maziwa yakabadilika ladha. Na hii huwa inatokea, unakuta mtoto anapendelea chuchu moja, lingine hataki kabisa. Yaani mwanzoni alipozaliwa alikuwa ananyonya, lakini baada ya muda fulani akaja kugundua kwamba kuna chuchu ya upande fulani ina maziwa matamu kuliko chuchu nyingine. Na hiyo huwa inaweza kutokea kwa baadhi ya kina mama. Kuna chuchu na kuna inatengeneza maziwa ya ladha yake na nyingine inatengeneza maziwa ya ladha yake. Kwa hiyo unakuta yeye amechagua ladha ya aina moja, na ana mwisho wa siku mtoto anakuwa amekalili kabisa kwamba ukimpeleka ziwa fulani hataki kulinyonya, kwa sababu tu anajua ladha ya maziwa yale ni machachu au machungu. Na niweza kuzungumzia kwenye video yangu moja, unaweza click suggestion hapo juu kisha maliza kusikiliza video hii. Lakini wakati mwingine kuna tabia zile ambazo unakuta mtoto amenyonya, labda ulimpiga na umemtengenezea mazingira ya kuona stress au akapata msongo, hiyo inaweza kachochea mtoto wako kuacha kabisa kunyonya, ambazo hizi sasa zinajumuisha kwenye ile tabia. Unakuta mtoto alizoea kunyonya katika mazingira ya kubembelezwa, lakini mwisho wa siku mnamnyonyesha, labda umempiga, umemkaripia na mtoto akapata msongo, mwisho wa siku mtoto anazila kuweza kunyonya na anaacha kabisa kuweza kunyonya. Lakini vile vile kuna dalili nyingine za homa, utakuta kama anahalisha, anatapika na changamoto nyingine. Lakini vile vile kwako wewe mama, kuna maambukizi ambayo yanaweza kuwa kwenye matiti kama mastitis na changamoto nyingine za maziwa. Inawezekana maziwa yameacha kuweza kutoka. Kama imetokea kwamba una lactation failure, maziwa yako hayatoki kabisa, mtoto kila akivuta kwenye chuchu hamna kitu, kila akivuta hamna kitu, mwisho wa siku mtoto wako anazila, anaacha kuweza kunyonya. Kwa hiyo ukishazijua hizi sababu zote utajua stahiki za kuchukua ufanyaji. Sasa kwa mfano, mtoto na maambukizi mdomoni na fungus, utaenda hospitali, watakuandikia dawa, na mwisho wa siku akishatumia dawa atapona na mwisho wa siku atanyonya. Una vidonda kwenye maziwa yako, kuna dawa ambazo mimi ninazo, unaweza kaona kwenye description hapo chini, utazitafuta na unaweza kutumia, chuchu zako zikapona vizuri, kaendelea kunyonyesha. Ulikuwa unampa pacifier, basi unaweza kumwachisha kuweza kumpa pacifier au chuchu bandia, mwisho wa siku ukamzoesha, ukamfundisha kuweza kunyonya kwenye matiti yako, na mwisho wa siku akazoea na ukaachana na tabia kuzoea tabia za kuiga vitu tunavyoona mtandaoni, kwa sababu ya labda watu walioendelea wanavitumia na si vizuri kwa mtoto wako. Lakini vile vile kama ulimnyonyesha mtoto katika mazingira ya stress, ukampelekea akawa na msongo wa mawazo, basi unaweza kumsaidia akawa ananyonya katika mazingira ya kujifeel comfortable na ukambembeleza, mwisho wa siku akaendelea kunyonya. Maambukizi ambayo yote yale kwenye damu, shida kama za upper respiratory tract infection, pua zake zinaziba, unaweza kwenda hospitali ukaandikiwa dawa, ukatibiwa na shida zake zikaisha. Kama na mdomo wa sungura vile vile, labda ana udata, unaweza kumpeleka hospitali akafanywa upasuaji na mwisho wa siku akakaa vizuri, akawa ananyonya vizuri bila kuwa na changamoto yoyote. Sasa kama unajiuliza maswali, mtoto wako ananyonya ila hashibi, labda wewe unatengeneza maziwa mepesi. Kuna watu wanasema kwamba mimi na maziwa mepesi sana, mtoto wangu hashibi, yani ananyonya lakini hashibi. Je, hayo maziwa mepesi yapo kweli? Na je, kuna maziwa mepesi na maziwa mazito? Unaweza click suggestion hiyo hapo, kasikiza video kuhusiana na swali hilo. Ukiwa na swali zaidi niulize hapo chini. Karibu sana.